Chama cha Mapinduzi Manispaa ya Songea kupitia katibu wa chama hicho ndugu James Mgego amemwomba mstahiki meya wa Manispaa ya Songea kuwakumbuka vijana wa manispaa hiyo pale kunapotokea fursa za ajira katika Manispaa ya Songea. Akiongea kwenye baraza la kawaida la vijana wa Chama cha Mapinduzi Manispaa ya Songea, katibu wa Chama cha Mapinduzi Manispaa ya Songea ndugu James Mgego amesema zipo fursa nyingi za ajira katika serikali ambazo vijana wanaweza kuzipata na kuondokana na changamoto ya ajira. Hivyo amemwomba mstahiki meya wa Manispaa ya Songea kuwakumbuka vijana wa manispaa hiyo katika fursa hizo za ajira. Zipo fursa nyingi za serikali na wewe ndio mstahiki meya wa mji huu. Hawa vijana wapo wenye sifa za kupata utendaji wa mitaa humu ndani wapo. Hawa vijana na hiyo kazi ya mitaa iko chini ya halmashauri, iko chini ya manispaa. Tunao mifano, baraza lililopita limetoa angalau vijana wawili kwenye baraza hili bongo. Sasa tumepata diwani mstahiki meya kijana, na imani fursa hizo vijana hawa watanufaika sana katika kipindi chake. Lakini tunao mikopo ya halmashauri. Mstahiki meya, niombe tu hiyo mikopo ikianza kwanza, wakati unaitoa hivyo vikundi, na mshapewa maagizo na mkoa, tupewe idadi ya vikundi mnavyotoa mikopo tuvifahamu. Lakini hata mnapotoa mikopo, viongozi wa jumuiya, ikiwezekana hata mwenyekiti wa vijana wa mkoa aje aone vijana wanaopewa mikopo na wa wilaya na sisi chama, ili sisi tujiridhishe na hawa vijana wanapenda kuona matunda ya serikali yao. Jumuiya ya Umoja wa Vijana Manispaa ya Songea imepiga hatua kubwa hasa katika kuongeza wanachama katika jumuiya hiyo, ambapo jumuiya hiyo imeweza kusajili zaidi ya wanachama 30,000 kwenye mfumo wa kielektroniki. Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi umefanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha tunaimarisha jumuiya. Mheshimiwa Mwenyekiti na mgeni rasmi na wajumbe, wakati tunaingia madarakani baraza hili, tulikuta wanachama waliosajiliwa kwenye mfumo wa kielektroniki wa Chama cha Mapinduzi ni wanachama 700 peke yake. Lakini leo tunapozungumza, Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Songea mjini umesajili zaidi ya wanachama 30,000 katika mfumo wa kielektroniki. Haya ni mafanikio makubwa sana kwenye umoja wa vijana. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye upande huo tunaendelea kuhamasisha vijana na viongozi kuendelea kuhakikisha wanaongeza idadi ya usajili. Changamoto ambazo zipo ni zile zile za kila siku za simu pamoja na masuala ya kadi ambayo tumeendelea kushirikiana na nyinyi viongozi wetu wakuu kuyatatua. Wakati tunaingia 2022 tulikuta nyumba ya mtumishi ipo kwenye, tulinunua boma tu, ilikuwa haijaendelezwa. Lakini leo tunapoongea baraza hili limefanikisha nyumba ile kupauliwa yote, na sasa hivi tuko kwenye hatua ya finish. Baraza letu la vijana limefanya makambi mawili ya kimkakati. Tumefanya kambi siri ambayo ilikuwa na vijana 100 na tukapata vijana wengi wa itifaki. Lakini tumefanya kambi pia iliyofanyika pale Lilambo, kambi la watu 200 na tumefanikiwa kuzalisha pia vijana wengi wa itifaki. Kwa hiyo tuna wingi wa vijana wengi wa itifaki na hamasa ambao ni zao kabisa halisi la umoja wa vijana. Akiongea kwa niaba ya mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Hemedi Chale, mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Ruvuma ndugu Kevin Chale amewataka vijana kutumia fursa ambazo zimeletwa na serikali ya CCM ili waweze kujikwamua kiuchumi. Akaniambia waambie vijana maneno yafuatayo: vijana, tumieni fursa zilizoletwa na serikali ya CCM ili tuweze kujikwamua kiuchumi, ili tuweze kujitegemea, na tusisahau ya kuwa tuna wajibu wa kuendelea kulinda amani, umoja, mshikamano wa taifa letu. Huo ndio ujumbe ambao umetoka kwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa ndugu Hemedi Chale, akisisitiza tutumie fursa ambazo zinapatikana kama ambavyo katibu amemwelekeza mstahiki meya kwamba kila fursa zinapotokea basi wakumbuke vijana nyinyi, ili muweze kujikwamua kiuchumi na muweze kujitegemea. Lakini wajibu wetu mkubwa ni kuendelea kulinda amani ya nchi yetu. Hilo ndio jambo kubwa sana ambalo mjumbe wa halmashauri kuu amelisisitiza kwenu.